ni rudi kidogo katika ile briefing ambayo nilifanya mwanzo. Klabu ya Young Africans ni klabu ambayo kwa sasa hivi inamilikiwa na wanachama 100%. Tulikubaliana mabadiliko ya katiba, badilisho muundo wa umiliki wa klabu. Kwa hivyo tukakubaliana kuwa na 49% za klabu zitaweza kuuzwa, zitabakia 51%. Huo ni umiliki wa klabu na wanachama mko hapa. Lazima mtambue klabu yenu mtaimiliki kwa 51% na 49% zitauzwa kwenda kwa wawekezaji. Wanachama, hiyo ni separate project. Ni project haihusiani na uwanja. Tofauti. Umiliki wa klabu na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa klabu 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote klabu ya Yanga itakuwa majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kwanza kuuza share bado hatujaanza. Kwa hiyo kwa sasa klabu ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa, klabu ya Young Africans inahitaji uwanja na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja, hupaswi kuwa na haki ya kumiliki klabu. Kwa hiyo tunatengeneza mfumo wa kuilinda klabu yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu kuja moja kwa moja kwenye klabu kwa sababu anamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tukasema hii inapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndio itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndio 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake, hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Nimekuja swala la juu. Mchango kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa hiyo ndio utakuwa mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na mleta fedha, hapo ndo tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa kampuni itakuwa ni kampuni mpya tutakayoformulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini hii MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria, Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kusajili unatakiwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwenye bodi pale tutakuwa kuna wawakilishi kutoka Yanga, tutakuwa kuna wawakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaomchagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja, meneja wa uwanja na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans ni timu ya mpira wa miguu inayohitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo sasa Young Africans italeta biashara ya utumiaji wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huo utakuwa unamilikiwa na taasisi mbili, uwanja huo utakuwa una kila sababu ya kuihudumia Yanga exclusively, lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Utakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake, itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, na shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha inaongeza mapato na matumizi ya uwanja huo. Hivi sasa wawekezaji wanufaika na mapato na Yanga anufaika na mapato.
Swali muulizo jingine, uwekezaji huu wa muda gani? Presentation. Kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer. Kwamba unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha uwanja kwa Yanga. Mfumo huo tulikataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji kuendesha uwanja na sio klabu ya Yanga. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, operate and transfer inakupa fursa ya kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Unaniwaambia hesabu za uwanja ziko very tricky. Nikupa mfano, uwanja wa KMC, matumizi ya uwanja kwa mechi moja ni takriban milioni 6 kwa mechi moja. Ukisema unampa mtu ruhusa amiliki uwanja baada ya kurudisha fedha zake, haitakuwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe, kwa mfano 6 milioni ya uwanja wa KMC na investment iliyofanyika, ukaimultiply na namba ya mechi utakazocheza, inawezekana operation ya huyo mtu kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tuliona hatuna sababu ya kwenda kwenye build, operate and transfer. Tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga, immediately baada ya uwanja kukamilika, na 50% za mwekezaji immediately baada ya uwanja kukamilika. Ni kidogo katika ile briefing ambayo nilifanya mwanzo. Klabu ya Young Africans ni klabu ambayo kwa sasa hivi inamilikiwa na wanachama 100%. Tulikubaliana mabadiliko ya katiba, kubadilisha muundo wa umiliki wa klabu. Kwa hivyo tukakubaliana kuwa na 49% za klabu zitaweza kuuzwa, zitabakia 51%. Huo ni umiliki wa klabu na wanachama mko hapa. Lazima mtambue klabu yenu mtaimiliki kwa 51% na 49% zitauzwa kwenda kwa wawekezaji. Wanachama, hiyo ni separate project. Ni project haihusiani na uwanja. Tofauti. Umiliki wa klabu na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa klabu 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote klabu ya Yanga itakuwa majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kwanza kuuza share bado hatujaanza. Kwa sasa klabu ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa, klabu ya Young Africans inahitaji uwanja na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja, upasi kuwa na haki ya kumiliki klabu. Kwa hiyo tunatengeneza mfumo wa kuilinda klabu yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu kuja moja kwa moja kwenye klabu kwa sababu anamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tunasema hii inapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndio itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndio 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake, hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Nimekuja swala la juu.